Hiki ndicho kijiji cha Kigadye, wilaya ya Kasulu, na hawa ni baadhi ya wakulima wa zao la muhogo kutoka vijiji vya kata ya Herushingo. Tayari wamepata elimu kuchakata, kusindika kisasa pamoja na kuzalisha bidhaa mbalimbali kibiashara kutumia unga huo. Nilikuwa sijui hata maana ya kupika hata kokoto, makopa ambayo naweza nikakaanga, nikauza, nikapata pesa. Kwa namna ambavyo VETA wamekuja na wametufundisha, tumeona namna ambavyo zao hili linaenda kuwa sasa sio zao tu kama la kawaida, ni zao la kibiashara. Hata hivyo, changamoto kubwa inatajwa ni ukosefu wa nyenzo. Kwa tunaomba tusaidie namna ya kupata mashine zitakazoweza kutusaidia kuchakata muhogo huo, kwa sababu wananchi wa Kigadye tunapata shida sana namna ya kuchakata zao hilo la muhogo kulingana na mafunzo tuliyopata. Vijana sasa wanaweza kuomba mikopo ya 10% ili wapate mashine za kuchakata zao la muhogo. Ni mpango wa VETA katika kanda ya Magharibi na uhusisha mikoa 4: Shinyanga, Tabora, Kigoma na Simiyu. Mpango ambao unaelezwa kuwa unatekelezwa nchini kote katika kanda 9, na kila kanda ikihitaji kuwa angalau kuibua wajasiriamali 300 kwa kila mwaka. Tuliona basi fursa tuilete katika kata hii ili wananchi hawa waikata ambao ni wazalishaji wakubwa wa muhogo waweze kuchakata muhogo wao katika ubora ulio mzuri wa kukidhi soko la ajira, kwa sababu muhogo ukiuza kama makopa, ina maana wewe mzalishaji au mkulima unakuwa unajiibia. Ukiongea na wakulima utawasikia wanakuambia kwamba muhogo ambao wao wameukausha wanaenda kuuza, wanauza kilo moja kwa shilingi 400. Lakini muhogo ambao sisi tumeuchakata, kilo moja mkulima ataweza kuuza kwa shilingi 1500 hadi 2000. Kata ya Herushingo inayohusisha vijiji vitatu vya Herushingo, Nyarugusu na Kigadye inakadiriwa kuwa na wakulima 5000 wa zao hilo, ambapo 161 ndio wamepata mafunzo haya, wakitarajiwa kuwa chachu ya mabadiliko kwa wengine. Jacob Ruvilo, Azam News, Kigadye, Kasulu, Kigoma.